Maombi ya akiba yatakayokusaidia kwa wakati ujao. Bwana Yesu apewe sifa. Tulipoanza hapa changizo hili kwa njia ya keki, tayari mlichukua utangulizi wangu. Niligundua kwamba kumbe watu walikuja na akiba, wakijua lolote linaweza kutokea huko. Ilipoitwa bukubuku, asante sana muombaji, ni kama tungekuwa tunafanya maombi. Nimeyapenda sana maana mnaomba mbele za Bwana huku mnatabasamu. Jamani, kwani maombi ni vita? Mengine maombi si ya vita. Kwa maombi aliyotuongoza muombaji, huku unakosea, yaani kule kile kicheko cha chini, yaani kwa unapokea upako kwamba Mungu anasema fungua wallet yako kwa uaminifu kabisa, toa buku tu ifanye kazi ya Bwana. Mbarikiwe sana hata kwa kulifahamu hilo la kutoa. Mbarikiwe sana. Usiku ukiendelea sana, usipende sana kinywa chako kukifunga. Amina. Kwa ukitaka kujibu, acha kinywa chako kijibu, kiseme amina, amina. Sasa tunapozungumza habari ya maombi ya akiba, kwa Kiswahili cha kawaida kwamba mtu anayewekeza akiba, maanake akiba ni kitu ambacho hukitumii sasa, ila unaruhusiwa kukitafuta sasa ili kitumike siku za mbele, wakati ujao. Tutasoma neno la Mungu kutoka kitabu cha Mithali mlango wa 6 mstari wa 6, wa 6, wa 7 na wa 8. Ewe mvivu, mwendee chungu, zitafakari njia na kupata hekima, kwa maana yeye hana akida wala msimamizi wala mkuu, lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua, hukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Amen. Hawa wadudu, na wengi tunaoishi huku Ruvuma tunawafahamu vizuri sana hawa wadudu, wanaofanana na hawa. Kuna wadudu ambao wao wakati ambao nyasi zinapatikana na majani yanapatikana, wanaweza katokeza huko kwenye shimo, akawa hapa nje wanakata nyasi, wanasomba, wanapeleka. Hakuna aliyesimama kwamba we shika pale, we fanya hivi. Ni spidi mtindo mmoja. Kile chakula wanachokipeleka kule hawali wakati huo, wanaenda kukihifadhi kama akiba ya baadaye. Mvua zikizidi, wala hawatokezi huku nje, wanakula akiba walioitunza toka muda mrefu. Wanakula akiba ile walioitandikia muda mrefu. Sasa maandisha nasema kuna mtu mvivu. Maana mtu ewe mvivu haimaanishi ni yule chungwa. Kuna mtu binadamu ngurumbili ni mvivu, anasema nenda kajifunze kwa chungu. Hawana msimamizi, hawana askari, hawana akida, ila wanachapa kazi ya kukusanya chakula na kuweka ghalani, hata hawaamrishwi na mtu, hawana kiongozi. Nenda kazi tafakari hizo njia. Sasa ninaona nilitumie neno hili kwa maana ya mkazo wa kuweka maombi ya akiba. Yaani tunaomba leo, tutaomba leo hii akiba, wengine miaka miwili ijayo, wengine miezi kadhaa ijayo, wengine miaka kadhaa ijayo. Tutaomba leo maombi ya akiba. Kwenye Biblia kuna mtu mmoja ambaye Mungu alimwambia, wewe nabii, nenda kamwambie atakufa, mwisho wa maisha yake umeisha, umefika. Akaenda kamwambia, mpende, Mungu anasema hamna option nyingine, sasa wewe ni kufa, unakufa. Ukienda ukimsikiliza, anasema akageukia ukutani. Alipokea jibu, akageukia ukutani akalia. Sasa kwenye kilio chake kuna maneno mazuri ninayapenda sana. Anasema, Mungu kumbuka. Anakukumbusha nini? Akiba.
kumbuka nilivyotenda, tulivyotembea mimi na kumbuka tu hilo tu. Mimi sikatai kufa, sipingi kufa, ila anasema Mungu kumbuka, yaani nenda kwenye akiba, chungulia, sikuweka chochote. Haleluya, haleluya, Bwana asifiwe. Sasa Mungu ni mwaminifu, hata hawezi kusahau akiba ya mtu. Anasema alipochungulia akasema, nimeiona, ipo miaka 15 unaendelea mbele. Ilikuwa ni shamba kubwa sana, kutoka tamko la kwamba utakufa alafu anaambia miaka 15 mbele. Nini kilichofanya? Akiba aliweka. Leo natamani mimi na wewe tufundishane, tukumbushane, tuweke akiba ya maombi, tufanye maombi kama akiba ya mbele. Hii mikesha au huu mkesha ukusaidie kuweka maombi yako kama akiba. Yaani kuna vitu utamke mbele za Mungu leo hii, halafu kule mbele hutakuwa na muda wa kuomba. Unasema, Mungu kumbuka kule tulipokutana kule Mji Mwema, nilikuambia ile siku nataka hiki, nataka hiki, nilikuambia. Kumbuka Mungu, nilikuambia kama hiki kinachotokea ndicho ulichokisema, si hiki tulichopatana siku nilikwambia nataka hiki. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, 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 haleluya. Weka akiba, nataka uweke akiba. Yamkini unapokuja kwenye maombi haya, maombi unayozunguka kwenye mikesha, weka iwe akiba. Fanya kitu, usije tu kaja huna agenda. Kila mkesha njoo na agenda. Weka agenda yako, weka maombi pale. Umeweka akiba, yatakusaidia kule mbele. Tunaposoma kitabu cha Waebrania 2 mstari wa 3, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Haleluya, haleluya. Sisi vijana, je, tutapataje kupona tusipotumia fursa hii ya makongamano haya ya mikesha maombi kuweka akiba kimaombi? Tumwambie tutumie fursa hii, tutumie muda wa mikesha ya maombi kuweka akiba, kumwambia Mungu. Kwa hiyo tumia vizuri fursa hii inayopatikana. Wako vijana wengi sana kwenye jimbo hili, inawezekana sisi tumekuja aidha robo hapa, theluthi bado, maana huwa najipimaga tu pale kathedral, kusema vijana wasimame, robo 3 ya kanisa wamesimama vijana, maana ni chini ya umri ule wa wazee. Kwa hiyo tumia fursa hii uliyoipata wewe kuwekeza akiba kwa Mungu ya maombi, kuomba vitu vya maana, kumwambia Mungu haja yako, kumwambia shida yako unataka nini, na Mungu anatuambia tueleze shida zetu na yeye atatusaidia. Yeye yuko tayari kutujibu. Tutumie mikesha hii kuomba au kuombea maisha yetu ya baadaye. Tumia muda huu wa maombi, tumia vipindi vya maombi kuombea maisha yako ya baadaye unavyotaka yawe. Bwana Yesu apewe sifa. Kila mmoja hapa na kila kijana hapa ana ndoto za maisha yake anavyotaka yawe. Sasa ili ufikie hiyo, sisi Wakristo ni njia moja tu, ni kumwomba Mungu. Ni njia ya maombi unaweza kufikia hatima ya maisha yako unayotaka yawe. Sasa tukumbushane vitu vichache kwenye maisha ya kijana, na adui anawinda mlango huu wa vijana ili apate kuuharibu.
ameweka mtego kwenye mlango wa kutokea kijana. Leo yaani hivi mlivyokuwa hapa mnamsifu Mungu kwa kutumia viungo vyenu, hata mimi nilifanya hivyo miaka 30 iliyopita. Miaka 30 iliyopita nilikuwa na uwezo wa kupiga step nikageuka hata kizunguzungu hakipita. Leo kigeuka mara mbili inaambia wewe mwinji, wewe acha ujinga, utadondoka mbele ya watoto, utatia aibu. Amen. Lakini unaweza kuzunguka kabisa, na mimi nilifanya hivyo kwa muda huu. Maana yake sasa, kwenye maisha ya kijana, adui ameweka mtego mlangoni pa kutokea kijana. Unapotoka kwenye ujana, hapo kwenye lango la kutokea, tunajifunza kwa vijana waliotangulia, walio wengi walikuwa watumishi wa Mungu wazuri, walikuwa waimba kwaya wazuri, walikuwa wapiga vyombo vizuri. Adui akaweka mtego kwenye lango la kutokea. Kuna kipengele kimoja tu katika vingi vilivyopo, kimoja tu adui hapo anatega. Vijana wengi wananasa napo, sio pengine ni unapovuka kutoka hatua ya kuwa peke yako na kwenda hatua. Rafiki yangu huyu hapa, yeye mwenzetu juzi akavuka. Mungu akubariki sana bwana. Kipengele hicho jamani, sio rahisi. Mliovuka tupungiane mikono, mliovuka. Wewe na jibu lako la wote. Sio wote, wapo waliovuka, wengine bado, si ndio? Tukao tunapungiana tuliovuka. Ujue hilo eneo ambalo lilivyo gumu, hapo mtego ndipo na uweka. Pamoja na kumtumikia Mungu, adui huweka mtego hapo kwenye saa ya kuoa na kuolewa. Hapo vijana wengi tunawaacha hapo, huduma zao zimefia hapo, utumishi wao umefia hapo, ndoto zao zimeharibikia hapo. Adui ameweka mtego hapo. Tunatamani usiku wa leo tuungane, waliovuka na ambao wako ng'ambo ya pili, tushikane. Kama kuna ile namna ya kuvushana, hamna tunamtafuta mmoja anayejua kuogelea, halafu wengine tunashikana, yeye mmoja atatuvusha tu. Kwa tunavuka kwa kamba ya mikono ya watu, si nishati nini, tutavuka wote, tuwavushe na wenzetu kwa maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwenye eneo hilo natamani usiku huu tupate nafasi ya kumwomba Mungu. Kila mmoja anatamani kuvuka vizuri, kila kijana anatamani kuvuka vizuri. Kila kijana ni fahari akivuka eneo hilo vizuri, anamshukuru Mungu na utukufu unamrudia Mungu.